Yes, ni Nevia Media na siku nyingine tena tunakutana hapa kwenye channel yetu pendwa ya Nevia Media. Kumbuka tukikutana huwa tunapeana update mbalimbali za kimichezo, na sisi kazi yetu ni kufanya wewe mfuatiliaji wa Nevia Media unapata habari za kimichezo ambazo ni za uhakika. Yakiwa imebaki masaa machache kikosi cha Yanga kushuka dimbani pale kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma kwenda kuvaana na Tanzania Prison. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves ameweka wazi kuwa hana nafasi ya kufanya masihara linapokuja suala la pointi 3 katika mchezo wa siku ya leo wa ligi kuu ya Tanzania bara, akisisitiza kuwa ameandaa kikosi imara kitakachopambana na kuhakikisha wanapata ushindi muhimu. Timu hiyo iliondoka siku ya jana kuelekea jijini Dodoma kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Tanzania Prison utakaochezwa siku ya leo katika uwanja wa Jamhuri Stadium. Mchezo huu ni sehemu ya ratiba ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga inalenga kuendelea kukusanya alama muhimu katika mbio za ubingwa, ambapo siku ya leo watakipiga na Tanzania Prison. Pedro amesema licha ya kuwepo kwa sintofahamu kuhusu mahali mchezo huo ungechezwa hadi siku ya jana na siku ya juzi ratiba ilivyotolewa kwamba uwanja wa mchezo utakuwa ni uwanja wa Jamhuri Dodoma, ilipothibitishwa tu kwamba mchezo utachezwa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, halijapunguza maandalizi ya kikosi chake. Ameeleza kuwa wachezaji wako tayari kupambana ili kuhakikisha wanarejea na alama zote 3. Kocha huyo amefafanua kuwa kikosi kitakachoanza mchezo huo huenda kikawa na mabadiliko kadhaa kutokana na hali ya baadhi ya wachezaji, huku akibainisha kuwa wapo waliokuwa majeruhi ambao tayari wameanza kurejea kikosini. Na hapa naweza nikanukuu maneno yake machache ambayo aliyazungumza: akili ni nguvu zetu zote zimeelekezwa kwenye kupata alama 3 dhidi ya Tanzania Prison. Tupo tayari kwa mchezo huo na kikosi kitakuwa na mabadiliko kadhaa. Kuna baadhi ya wachezaji majeruhi, lakini pia wapo waliopona wakiwemo Pacome Zouzoua ambaye anaweza kucheza kesho. Aliweza kusema hayo kocha Pedro Gonçalves ambaye ni kocha mkuu wa Young Africa. Ameongeza kuwa anatarajia mchezo huo kuwa mgumu kwa sababu wapinzani wao pia wanahitaji alama muhimu. Yanga italazimika kupambana kwa nguvu ili kupata matokeo chanya kabla ya kuelekeza nguvu zao katika mchezo mwingine dhidi ya Azam FC ambapo utapigwa pale kwenye uwanja wa Azam Complex. Sasa hayo ndio yaliyojiri kwenye kikosi cha Yanga. Ni kusii tu na kukuomba usubscribe kwa kubonyeza maandishi ambayo yako hapo chini yameandikwa subscribe, ili uweze kuwa mwanafamilia wa Nevia Media. Sasa ikumbuke kwamba siku ya leo Yanga watashuka dimbani pale kwenye uwanja wa Jamhuri kwenda kupambana na Tanzania Prison. Je, Yanga ataondoka na alama 3? Mimi na wewe hatujui. Pia unaweza ukaweka ushauri wako hapo kwenye maeneo ya comment. Pia unaweza ukacomment na unaweza ukashare, ukalike, ukacomment na ukasubscribe kwa kubonyeza maandishi ambayo unaona yako chini ya video hii ambao unaitazama yameandikwa subscribe. Ukifanya hivyo basi utakuwa umejihakikishia kwamba tayari umeshakuwa mwanafamilia wa Nevia Media.